Mungu akutie nguvu, akuwezeshe. Sema amen. Tuma Bwana nikukaribishe. Majirani na majirani, endesha ile gari kadiri Mungu alikuwezeshavyo. Haleluya. Yesu akubariki pastor. Jamani, Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Ni mara yangu ya kwanza kukanyaga mahali hapa, lakini katika ulimwengu wa roho sio mara yangu ya kwanza kukanyaga hapa. Kama alivyosema mchungaji, leo unaenda kuongezeka sana. Hili wiki liwe wiki la kuongezeka sana. Naomba usogee kiti cha mbele, maana semina ni darasa. Tutaenda kuulizana maswali kwanza. Tusogee kiti cha mbele jamani, tukae jirani. Tukae jirani. Aliyekaa nyuma huko hata ni faidi sana. Naomba tukae jirani hapa. Tusegerere ba mama, tusegerere nkieni. Haleluya. Tusogee mbele jamani. Unapoona kiti mbele yako tusogee mbele. Wewe sogea mbele yako tu. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Haleluya. Kuna watu wamejificha kwenye migongo ya wenzao. Wewe dada, uliyevaa kilemba choka hapa. Tukae jirani hapa. Mimi sitapointi mtu. Wengi wanaogopa kiti cha mbele. Wanawaza kwamba kwa ikusosoraji jione. Ukipointiwa ni neema ya Mungu jamani. Haleluya. Wakina baba, Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona mko watatu, wengine wako hapa? Majukumu. Shida ni moja tunayo. Wangapi tumeokoka? Ili ambaye hajaokoka tungempitisha mbele sasa hivi. Maana wenzetu Waislamu wanasema mtu akisema nataka niokoke, Muislamu mwenzetu akisema nataka niokoke, msimcheleweshe. Sisi tunasema mpaka mchungaji sisi tukakutane, wewe atagairi kabla hajagairi. Hapo pigisha magoti hapo. Sio uko tayari. Sio muende chemba, mtachelewa, atagairi. Hapo. Haleluya. Unajua mtu anapoamua kile utakachokifanya kwenye imani yake kinakuwa muhuri. Na ndio maana tunaogopa neno la uongo. Neno lolote ukilisikia linakuwa muhuri. Niimbe kidogo jamani. Niimbe kidogo. Ili kanisa limenishangaza. Yaani kila mtu ana furaha. Mnalala nyie. Na penye sifa Mungu anashuka. Penye sifa Mungu anashuka. Mungu anapenda sifa. Mungu anapenda sifa. Kichwa chake kinakuwa kikubwa. Haleluya. Niimbe kidogo. Baba yetu wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wako wakujue. Tukuze jina lako. Baba yetu wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wako wakujue. Tukuze jina lako la uweza, tena
jina la okoa, tena la fariji Baba. Jina lako la uweza, tena la okoa, tena la fariji Baba. Baba, ufunike mahali hapa Baba, kwa utukufu wako Baba. Baba, ufunike mahali hapa Baba, kwa utukufu wako Baba. Jina lako la uweza, tena la okoa, tena la fariji Baba. Jina lako la uweza, tena la okoa, tena la fariji Baba. Tukae. Baba, katika jina la Yesu, ni wasaa mzuri, siku ya kwanza ya Alhamisi. Tumetulia chini ya mkono wako, tumeachama utulishe, na mimi sina cha kuwalisha watoto wako hawa, lakini wewe unacho cha kuwalisha kupitia mimi, utulishe. Fungua masikio yetu ya ndani na ya nje, nitumie kama chombo, mtumishi wako siku ya leo, katika jina la Yesu, amen. Haleluya. Mimi ni mtoto wa mchungaji. Mama yangu ni mchungaji wa kanisa la EAGT. Yeye amenizalia huko. Kwa hiyo ni mtoto wa mtumishi wa Mungu. Watoto wa watumishi wa Mungu tunapitia mengi. Shida inaanzia wapi? Mnapajua inapoanzia? Kuta watoto wa wachungaji wanapitia mambo fulani. Hii shida inaanzia kwenye zaka. Kwenye zaka. Zaka. Siwezi acha kulizungumza hili. Zaka ni baina ya watu wawili. Wa kwanza ni mimi na wewe, wa pili Mungu. Na maanisha zaka ni lazima, sadaka sio lazima, ila zaka ni lazima. Kanuni ya zaka, haruhusiwi kugusa mtu yoyo, ni mchungaji na mama mchungaji. La sivyo mamlaka itoke kwa mchungaji. Yeye ndio aseme pokea, nipokelee. Zaka ni hirizi ya kutunza vyanzo vya mapato yetu, ya kutunza familia zetu. Amosi 3:8. Ukisoma ukitaka kukafaidi soma mpaka 12. Anasema mumeniibia zaka. Mumeniibia zaka. Kwa hiyo tunaishi kwenye laana kwa sababu tunamuibia Mungu. Zaka ni baina yangu mimi na Mungu. Mimi na Mungu. Huyu Mungu tunayemzungumza, huyu Mungu huyu. Kabla tujaenda mbali, wangapi wanamwamini Mungu? Wape maiki. Nataka niwe nasikiliza sauti zao. Nataka niwe nasikia sauti zao. Wape maiki. Apewe maiki na kwa nasoma Biblia, apewe maiki pia. Wape maiki. Wakaka, yani itanifanya mimi nielewe wanasikia, kwa sababu sauti yangu kubwa sana kuliko za kwenu. Haleluya. Zaka. Mchungaji wako anakuamini 50,000 uliotoa, mshahara wake ni shilingi 500,000. Sawa? Lakini ukipeleka shilingi 45,000, mchungaji atasema huyu mtu ni mwaminifu. Lakini Mungu anasema, na wewe unasema umeingia kwenye laana. Watoto wetu wanafanya vibaya mashuleni. Zaka. Watoto wetu wamejiingiza kwenye makundi ya bangi. Zaka. Familia zetu hazimjui Mungu. Zaka. Ilizi ya zaka ni
kubwa sana. Au hili ni neno sio zuri sana. Ni zuri tu zaka. Kile kipato unachokipata unasema hiki sio cha kwangu. Kiara mbele 50,000, 5,000 jikaa jangu. Hii ni ya Mungu. Sio ya mchungaji, ya Mungu. Lakini huyu Mungu, nimeuliza mwanzo, wangapi wanamwamini Mungu? Kati yetu wangapi? Baba, wengine unyoshi. Kamera leo sina kijana wa kuniongozea kamera hapa. Asante kwa sababu mnamwamini Mungu. Na ni kweli tunamwamini, hata mimi namwamini Mungu. Na huyu Mungu ninayemwamini ndio anayenilisha, ndio anayenitunza. Ndio sababu ya muonekano huu. Na ndio sababu ya uhai wangu. Miaka 52 sio mchezo mwenzangu. Sio mchezo. Mishale mingi amekwepa huyu, ina maana. Huko tunapita tunakutana nayo. Bekotelengo guire, sumuka kange. Unajua sisi tumevaa mwili. Na ndio maana mwili ni huko ndiko tunakukutaka wewe. Na maanisha matendo. Nikisema matendo, tunawadharau mabalozi vitongojini kwetu. Tunawadharau wenye viti vitongojini kwetu. Tunawadharau watendaji wetu vitongojini kwetu. Tunawadharau madiwani vitongojini kwetu. Ni kosa kubwa sana hilo tunalifanya. Lakini tunaheshimu sana wachungaji. Tuna viburi, tunasema mimi litanizika kanisa. Misiba inaendelea, hahudhurii misiba. Litanizika kanisa. Kweli tuko wengi. Hapo tunapozikia hapo, mamlaka inatoka kwa nani? Kwa mchungaji? Kwa serikali? Mwenyekiti akisema muziki hapa, tutazika kanisani. Hata hapa ni mali yao. Na maanisha sisi tuna kibali cha miaka 20 hapa. Lakini itakuja serikali na kibali cha miaka 80 iliyopita. Hata kama sio kweli, lakini mamlaka ikisema imesema. Kila mwanadamu yuko mikononi mwa serikali. Yuko mikononi mwa Mungu. Na maanisha hata yule kiongozi wa serikali ni Mungu amemweka. Kwa nini ukoa wewe? Kwa Mungu amemweka yule mwenyekiti wako, lile kundi analoliongoza limeumbwa na Mungu. Kwa yale madaraka ndani yake ni mamlaka ya Mungu, hata kama ni mpagani, mheshimu. Ukimheshimu yule, utamtangaza Yesu Kristo wa mahali hapa. Wakati mamlaka kuu imetoka kule, kavunjeni makanisa yote ambayo hayana vigezo 1, 2, 3. Wanaanza la pale vunja. Maana rais hajui huko. Mawaziri hawajui. Wanaojua hapa ni mabalozi na wenye viti. Wakifika hapa wanasema la pale vunja, la pale msivunje. Kavunje ni la pale. Naomba liwe la kwetu, waseme msivunje. Haleluya. Matendo yako huko yakatangaze Yesu wa kweli wa mahali hapa. Matendo yako huko yakatangaze kanisa letu kwamba pale ndio mlima wa makimbilio. Pale ndio mlima wa wokovu. Maana mlima Sayuni ndipo kiti cha enzi cha Mungu kilipo. Kwetu sio Babeli. Sio Babeli. Ila Babeli wewe unaenda kinyume na sheria ya Mungu. Lakini wanatupointi, wanasema kuna dini moja imekuja inasema makanisa ya huko ni Babeli, ila kwetu sahihi. Nikawaambia Babeli labda kwenu, kwa sababu yule mchungaji aliyemweka pale sio yeye, ni Mungu amemwamrisha kaya hapa. Haleluya. Mungu amewakamata wachungaji akili zao, mikono yao, hawana cha kwao, ila wako tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Wewe salama. Wagalatia 4 mstari wa 20 wa 19 na wa 20. Na bado sijaanza somo, lakini kama utaandika haina shida. Biblia inasema vitoto vyangu. Mchungaji wako huyu. Mchungaji yuko jwani nga mwembaro baba. Yuko jwani mbaro. Emmanuel ndio jina la uko. Oh Mwanyangala. Oh wow. Mchungaji wako Mwanyangala. Leo hii kuna vitu vingi vya
vya ambavyo angekuwa na vifanya vya ukoo vya kwake mwenyewe, lakini hapana. Hapa huenda singekuwa huyu tunayemuona sasa, angekuwa huko. Lakini amekamatwa na nguvu ya Yesu. Akamwambia, utakaa hapa, utafanya kazi yangu hapa. Inafika mahali wanamuita, njoo huku tutakupa na magari. Anasema hapana. Wale watatu Mungu amenipa ni wachunge, mimi ndio baba yao. Haleluya. Maana Biblia inasema mchungaji mwema ni yule anayewapa watoto wake chakula kwa wakati. Na chakula gani? Hiki chakula kinaitwa mana iliyofichwa. Ndicho anachokupa mchungaji wako. Mana iliyofichwa ni neno la Mungu la kweli. Haleluya. Anakupa maziwa na asali. Asali ni chakula cha kiroho ambacho ni neno la Mungu. Maziwa ni chakula cha kimwili. Vipi hatutunzi mwili? Lingatire kirabo ngisa nekitenge iki. Haja kutunza. Wachungaji au uongo, chakula wanachokupa. Mvinyo. Vinyo. Unajua mvinyo ni neno la uongo. Lakini limekuja kana kwamba ni mtumishi wa Mungu. Maana Biblia inasema wengine watajiita Makristo. Je, sisi ni Makristo au ni Wakristo? Sisi ni Wakristo. Sisi ni watoto wa Kristo. Ndio maana tangu mwanzo tunamtaja Yesu toka tumeingia. Kutabiriwa kwa Bwana Yesu mponya, alitabiriwa kale kwamba Yesu atazaliwa. Mariamu atangatanga atafuta mahali Yesu azaliwe wapi, kila mahali wage, mwisho Yesu kazaliwa katika holi la ng'ombe. Alikubali kujidhalilisha. Alikubali kuishi kana kwamba ni maskini ili sisi tuwe matajiri, ili sisi tukae pazuri yake kapa. Huyu sio mdogo. Kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 13. Biblia inasema tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Yesu Kristo Mungu mkuu na mwokozi wetu. Yesu Kristo Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kwanza nampongeza aliyesababisha mimi leo nifike hapa. Huyu mtu thamani yake si ndogo. Maana kinachokwenda kufanyika kwenye mioyo ya watu wengine, yeye ndio sababu. Tusamehe Yesu. Yesu, nani kama Yesu? Nani kama Yesu? Maana Mungu alisema bila yeye hakuna anayeweza kuniona mimi. Ana mamlaka kubwa. Yohana Mbatizaji na mchungaji wako wao wanasema sisi tunabatiza kwa maji, lakini yupo ajaye hatustahili hata kulegeza gidamu za viatu vyake. Yeye ndiye mwenye mamlaka ya kubatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Roho Mtakatifu na kwa moto ni nini? Roho Mtakatifu ni neno. Neno hatupati, tunalipata. Na moto ni jehanamu. Yesu anakupeleka jehanamu. Yesu anakupeleka uzima wa milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nazungumza kutoka moyoni. Mama yangu mtamfahamu, Mungu ikimpendeza, yaenda kuhubiri saa Jumapili, yuko pale Igurusi kati, anaitwa mchungaji Teddy Anyitike Mwakatogo. Mimi ndio mtoto wake wa kwanza kati ya watoto 11. Walipochukuliwa watatu, tumebaki 9 na wote wanamtumikia Mungu. Kwa mama atakuja kunitembelea hapa. Nina hakika Jumamosi anaweza kaja hapa yeye na dada yangu. Watakuja. Na wanangu, kuna wanangu unaongozana nao.
wako shuleni. Haleluya. Lakini leo nimekuja peke yangu. Mara nyingi naongozana na watoto wangu. Sio mbaya. Mchungaji atanilinda. Ukinifanyia chochote mchungaji ni kama wangu ujuni. Tule banyakiusa tuesa. Mbalizi ya Wamalira na Wasafu. Na ifikiri wote ni Wasafu na Wamalira. Wanyakisa wa Mungu. Ulipo mama. Ujire mama ujire. Kiara kusajege. Kangole na mahara mama. Utembo kangale bwangu obo. Ngumfuira akirisiti. Ujire mama. Kiara kusajege fiji. Wazee kama yule wanamtumikia Mungu. Wewe unakuja kesho peke yako, kesho kuta peke yako. Kesho hasa vile vitu umenunua vya nini? Kesho nataka uje na mmoja. Tena kabla hujamshawishi kuja naye hapa, ingia chumbani kwako kwanza. Sema Mungu, nataka mama fulani aanze kukuabudu wewe kwanza sasa. Chumbani kwako. Unapotoka kwenda kumfuata, unasema mama fulani, mama fulani, nakuomba Jumapili kesho, nakuomba kesho kutwa twende ibadani. Utakuta hana kizuizi, maana umeshamwambia Mungu kwamba wewe ndio ukawe sauti. Wewe ndio ukawe sauti yangu wewe. Kwa unapozungumza na yule mama, unapozungumza na yule kaka, vitu kama hivi. Leo yupo huyu kaka huyu hapa. Yuko peke yake. Lakini anatamani na acheze huku. Volume zitayumba kule. Maana kwaya ikiimba hapa, vyombo vikikatika kule. Mwenzangu, kwaya unakuta imesimama iendelee. Zamani tulikuwa tunaimbia yale manyanga ngoma, vitu tunaimba. Mimi Mungu nimeanza kupiga gitaa na miaka 8. Ndogo kabisa. Usifikiri siwezi kupiga vile. Napiga hivi napiga. Kasoro filimbi tu, napiga bass, napiga solo, napiga mpaka vinanda mimi napiga. Lakini tumeweka kwa watoto wetu kwanza bwana. Si sauti hamna tena. Tuimba ijoro, saizi sauti sikaja poe sauti. Eka ngukabomba hapa. Ninachokifanya hapa, hiki ninachokifanya hapa. Hiki ninachokifanya hapa. Usipokipokea. Maana Biblia inasema awapokeaye ninyi anipokea mimi niliyewatuma. Awakatae ninyi kelele ya mchungaji wako hapa madhabahuni inageuka kuwa laana ukikataa. Haleluya. Maana kelele hii sio salama kwenye mwili wake. Anakufa. Anaumia. Anakaukiwa damu. Anakaukiwa maji. Lakini iwe kelele ya faida kwako. Vitoto vyangu, mchungaji wako sasa namna anavyokutazama. Anasema vitoto vyangu. Wakimuita sehemu aende, unakuta aende au anasema vitoto vyangu nitaviacha na nani? Anasema vitoto vyangu. Kwa nini anasema vitoto vyangu? Wagalatia tumesema 4 mstari wa 19 na wa 20. Anasema vitoto vyangu ambao kwamba na waonea utungu. Utungu ni zaidi ya neno uchungu. Vitoto vyangu ambao kwamba na waonea utungu, kwa maana bado Yesu, haleluya, hajaumbika ndani yako. Ndivyo anavyofikiri. Hebu muaminishe sasa, umtambulishe Yesu uliye naye sasa. Atatambuaje kwamba huyu sina mashaka, nikienda sehemu kanisa linaendelea? Lakini hana uhakika na wewe. Vitoto vyangu ambao kwamba na waonea utungu, kwa maana bado Kristo hajaumbika ndani yenu. Ndivyo mchungaji wako anavyofikiria. Huyu ni Paulo, amekamatwa, anapelekwa gerezani. Anaacha kujihurumia yeye, anapelekwa gerezani. Anahurumia kanisa. Anahurumia kanisa. Kanisa watu wenyewe wako ndani ya ufalme wa Mungu, lakini hawajijui. Jamani, sisi ngoja niulize swali. Leo tunasalimiana. Nakupa ufunguo. Ngoja niulize swali. Nimesema wangapi tumeokoka, tumenyosha wote? Sasa sisi tuliokoka tumepewa mamlaka kwenye kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19 na wa 20. Sisi tuliokoka, Biblia inasema hivi: enendeni, yani tuende sisi kwa mataifa, tena tukawafanye mataifa kuwa wanafunzi wa nani? Sio wa Yesu, sio wanafunzi wa Yesu. Amesema tuende tukawafanye mataifa kuwa wanafunzi.
La pili anasema tena tukawabatize kwa jina la Baba sio na la Mwana, sio na la Roho Mtakatifu. Ukisema hivyo umetaja miungu mitatu. Anasema kwa jina la, sio kwa majina ya, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Umetaja jina moja. Na hizi nafsi tatu zinatengeneza neno Mungu. Na huyu Mungu ndio yule kwenye Mwanzo 1 mstari wa 27 26 tuanzie, akasema na tumfanye mtu. Na tumfanye mtu. Wako wangapi? Ni nafsi tatu. Na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. 27 kuna kaubinafsi pale sasa. Hasemi wakamfanya, anasema Mungu akamuumba yule mtu. 26 amesema tumfanye wengi, lakini 27 anasema Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke. Aliwaumba. Biblia mwele wake. Ili somo ni zuri jamani. Ili wiki tutakapotoka hapa mtatoka mmekuwa wengine. Maana neno la Mungu linajifunua kila siku. Haleluya. Linajifunua kila wakati. Na ndio maana wachungaji wetu wa sasa, nimseme mchungaji wetu sasa ndio baba eti. Kwa nini nasema hivi? Wakati Mungu kwenye Yohana 1:1 anasema hapo mwanzo kulikuwa kwa nini? Neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa na Mungu. Mbinguni huko. Alafu lile neno akalituma kwenye tumbo la Mariamu. Lile neno likatengeneza mimba. Akazaliwa mtoto kidume. Huyu mtoto sasa alikuwa anaitwa nani? Immanuel. Immanuel maana yake nini? Mungu pamoja nasi. Tena Immanuel. Alafu maana yake ni Mungu pamoja na sisi. Haijakaa sawa sana. Tutaiweka sawa tu. Yule Isaya 7:14 anasema atazaliwa mtoto mwanaume. Anatabiri atazaliwa mtoto mwanaume, ataitwa Immanuel, yani Mungu pamoja nasi. Isaya anatabiri, likabatika tena bwana kule kutoto kukazaliwa. Utabiri wake ukatimia kwenye Isaya sura ya 9 mstari wa 7. Anasema amezaliwa bwana kule kutoto kumezaliwa, na uweza wa kifalme uko begani mwake, utakuwa begani mwake, naye ataitwa nani? Mwana majina yanazidi kuwa mengi. Mungu mwenye nguvu. Nani? Mshauri wa ajabu. Tena ametaja majina manne pale. Yote tunatafuta Mungu hapa. Sasa huyu ndio tunayemwamini hapa kanisani kwetu. Huyu ndio tunayemwamini hapa. Na hayo majina ni sawa, lakini sio jina lake. Hakuna jina la Mungu pale, ila ni sifa ya kazi ya huyu Mungu tunayemwamini hapa. Huyu Mungu tunayemwamini hapa ni nani? Jojua ni mwe ujo kiara tukontufia. Jojua ni nani? Ni Yesu. Kweli kweli. Mungu tunayemwabudu hapa ni nani? Ni nani? Wengine wanasema ni Roho, wengine wanasema ni Yesu. Sawa, ni Roho na sawa ni Yesu, lakini Yesu ni kazi ya Mungu. Huyu Mungu anayejiita Yesu ni nani? Ni nani? Ni nani? Mungu tunayemwabudu hapa anaitwa Muumbaji. Full stop. Muumbaji. Ukienda Ulaya, Mungu ni muumbaji. Ukienda Kenya, Mungu ni muumbaji, kwa sababu haya majina tunayomtaja huku hata kwao wanataja kwa sura yao, kwa makabila yao. Haleluya. Lakini kokote pale Mungu anajitegemea. Mungu ni muumbaji. Full stop. Mungu ni muumbaji. Shetani ni nani? Hello. Shetani ni nani? Shetani ni muumbwa. Ameumbwa na Mungu. Ameumbwa. Kama shetani ameumbwa na wewe umeumbwa,
anakushindaje? Tofauti yake yeye akawa kiongozi. Mungu alimteua akiwa kiongozi, na alipokuwa kiongozi alikuwa haitu shetani, alikuwa ni Lucifer. Wewe unaitwa nani? Emmanuel. Okay, right. You are right, Emmanuel. Lakini wewe Emmanuel, na Emmanuel ndio Mungu mwenyewe. Mnielewe. Jina lako unalolitumia ndio Mungu mwenyewe. Ila hujui. Na ndio maana tukikupitisha mbele, hebu jielezee. Utajieleza. Kuna sehemu nakuta umegoti. Huwezi kuendelea tena. Kwa nini umegoti? Wakati tunaona hatua zako zinaendelea, mbona umeishia hapo? Maana Biblia inasema walitafuta roho ya Yesu ili wamwangamize kabisa, hawakuiona. Kwa roho ile ya Yesu ndio ulio nayo wewe. Wewe haujawahi kufa. Unielewe hapa. Kwanza ulikuweko kabla misingi ya ulimwengu haijawekwa. Ulikuweko. Ndio mwenye jina hilo unalolitumia. Na ndio maana leo kile kilichobeba hilo jina lako kikifa, tunasema mwili wa nani? Kwa huyu unasema mwili wa fulani, huyu yuko hapa, ni nani? Ndio nafasi ya Mungu ndani yako. Mwanadamu ana sehemu mbili kwenye maisha yake. Cha kwanza ana nafasi ya Mungu, cha pili ana nafasi ya kwake mwenyewe. Haleluya. Haya masomo ni marefu kidogo, ila tutakimbia hivyo. Mungu ni muumbaji na shetani ni malaika aliyeumbwa. Ni muumbwa, ni malaika aliyeasi. Ameumbwa kama ulivyoumbwa wewe. Tena wewe una sifa mbili kuliko yeye. Yeye ana sifa moja tu. Performance yake ni katika roho peke yake. Wewe una perform katika roho na una perform katika mwili. Sikiliza nikwambie. Shetani hana mamlaka hata kwa mpagani ambaye hamjui Mungu. Hawezi kufuata. Hawezi. Mtu yuko hapa, Mungu yuko hapa, shetani yuko hapa. Huyu mtu ana mamlaka. Mungu amemuumba sasa huyu. Ila mbaya ni yule anemjua Mungu afarudi hapa. Lakini huyu ninayemzungumza hajamjua Mungu Baba. Ana ulinzi na Mungu kweli kweli. Maana huyu, ngoja nikwambie, Mungu anasema kwetu sisi, kwangu sasa. Anasema ninyi ndani yangu na mimi ndani yenu. Hasemi mimi ndani yenu. Angalia hapa. Ninyi ndani yangu na mimi ndani yenu. Anasema mfungue nini? Mlango na mimi nitaingia. Yeye mlango wake uko wazi muda wote. Haleluya. Na shetani hivyo anasema aipendaye siku njema auzuie ulimi wake usinene nini? Mabaya. Usipozuia ulimi wako, mwenzangu, kati ya hizi nafsi mbili, ulimi wako natamka ingie huyu au natamka ingie huyu. Yakobo 3:2 anasema kinywa ajizuiaye kunena nini? Katika kunena, auzuiaye ulimi wake katika kunena. Nafikiri hivyo. Anasema huyu ni mtu nani? Kamilifu. Kunena kunamkaribisha shetani. Leo mwenzio akifanikiwa tunaanza kukimbilia kwa shetani. Huyu mtu amepata pataje? Itakuwa alienda kwa yule baba, yule mama, yule baba. Unaacha kumtukuza Mungu, unaacha kumshukuru Mungu. Asante Mungu, mwenzetu amenunua kagari. Asante Mungu, mwenzetu amenunua pikipiki. Itatusaidia kwenye huduma. Tunaenda kuhubiri huko mbele, huko wapi? Huko ng'ambo. Pikipiki ipo itabeba watu wawili pamoja na aliyepanda watatu. Wamepona nauli yao. Wameokoa 2,000 zao kwenda utenguni. Lakini akipata pikipiki tunaanza kunena ya ovyo. Tunaacha kumtukuza Mungu. Haleluya. Kwa Mungu ni muumbaji. Okay, sawa. Tunarudi nyuma. Mwanzo, somo letu linastiki hapa sasa. Mwanzo 1:1. Haina haja ya kufungua hii. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1. Hiki
kitabu cha kawaida. Kwanza mchungaji hata wazo hana la kufikiria kwamba tusome hapa au nihangaike kuhangaika. Inaeleweka. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nini? Na nchi. Hapo tu panatosha. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Aliziumbia wapi? Sasa aliziumbia hapa. Hapa ndio ufalme wa Mungu, sawa? Hapa ndio ufalme wa Mungu hapa. Ndipo alipokuwa naumba hapa. Wakati amemaliza uumbaji wake, sasa anamteua mtu wa kuongoza hao waliowaumba hapa. Anamteua mtu sasa. Kumbe tunasema Adamu ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Wangapi wanasema Adamu ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa? Unyosha vidole viwili. Kimoja baba. Adamu. Sasa nyinyi mlionyosha kidole mtafafanulie vizuri. Kivipi? Shika maiki yako. Elezea. Elezea kidogo tu. Kivipi? Yaani lazima support point yako. Hatujasikia. Nikisoma katika Mwanzo hiyo inaniambia Mungu alimuumba Adamu, akamuumba mtu mwanaume ambaye ni Adamu. Kwa moja naona kama ndo mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Mungu alipoiumba kiroho, kimwili. Asante sana. Hiyo zana wengi wanaifikiri hivyo. Adamu sio mwanadamu wa kwanza kuumbwa kiroho, kimwili, ila ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa kiroho. Haleluya. Ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa kiroho, sio kimwili. Adamu aliumbwa na sisi tumeumbwa. Ndivyo Biblia inavyozungumza kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Anasema tumetokea mavumbini, sio? Mungu ametufinyanga kutoka kwa mavumbi. Huyu mtu ametokea mavumbini. Kwake ana utashi tu kiasi. Anafananishwa na mnyama kwa sababu hana neno la Mungu ndani yake. Biblia inasema huyu mtu kutoka kwa mavumbi akampulizia puani pumzi ya uzima, akawa kiumbe hai, nafsi hai. Pumzi ya uzima ni neno la Mungu. Haleluya. Pumzi ya uzima ni neno la Mungu. Kilikosa neno la Mungu narudi kwa mavumbi. Ina maana wewe ni mavumbi ukilikataa neno la Mungu. Lakini ukilikubali neno la Mungu, wewe una sifa nyingi sana. Sifa ya kwanza kabisa, unaanza kuitwa mwanadamu. Mwanadamu. Mungu, turudi tena ufalme wa Mungu hapa. Kwa hapa sasa tumeumbwa wengi. Kama kule tunakofikiria Adamu ni mwanadamu wa kwanza. Kwenye ile bustani ya Edeni tuliumbwa wote. Ila kati ya wote Mungu akaona Adamu ana hekima, ana unyenyekevu. Kwa Mungu ndio kule Biblia inasema zamani zile Mungu alijifanya kama haoni dhambi. Tunaishishi tu. Stahili ile ya kuishishi tu Mungu hakuitaka. Akaona huyu mwanadamu sasa aanze kufuata sheria yangu. Atafuataje sheria yake wakati Mungu ni roho? Kwa ile roho ikaingia ndani ya Adamu. Mungu akampa sheria Adamu ya Mungu, akampa Adamu kwamba mwanadamu yoyote ili azaliwe kiroho ni lazima afuate sheria ya Mungu kupitia Adamu. Tuende mbele kidogo. Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza. 4:1. Mwanzo 4:1. Biblia inasema Adamu akamjua Hawa mkewe, akapata mimba, akamzaa mtoto mwanaume kutoka kwa Mungu. Haleluya. Akamzaa mtoto mwanaume kutoka kwa Mungu. Kwa mawazo yako, lakini duniani kumekuwa na watu wangapi? Watatu. Maana yake kuna Adamu, kuna Hawa na mtoto wao nani? Kaini. Watatu. Mstari wa 5. Hiyo Mwanzo sura ya 4 mstari wa 5.
wa pili anasema Mungu akambariki tena mtoto wa nani? Abili. Sawa, wakawa wangapi duniani? 4. Duniani wamekuwa 4. Mimi nataka uniambie wewe umezaliwaje hapo? Huyu jamaa akaenda na mwenzie huko nyuma uwandani, akamuua ndugu yake. Alipomuua ndugu yake, duniani wabaki wangapi? 3, baba na mama na mtoto wao mmoja wa kwanza. Mungu ameshuka kwa yule jamaa kule uwandani, akamwambia Kaini, kwa kosa ulilolifanya utakuwa wa kutangatanga duniani kote. Aha, somo linajileta lenyewe hapa. Utakuwa wa kutangatanga duniani kote. Hey, akasema Mungu, adhabu ulionipa ni kubwa, ni kubwa. Kwa akaogopa kurudi wapi? Nyumbani. Mungu akasema nitakuweka alama kwenye paji la uso wako, ili yoyote ili mtu yoyote, msikilize, ili mtu yoyote atakayejitokeza kukuzuru au kukuua, nitafanyaje? Nitampa adhabu mara 7. Sasa mtu yoyote pale anazungumzwa baba na mama, anasema ili mtu yoyote atakayejitokeza kukudhuru nitampa adhabu mara 7. Lakini bado jamaa aligoma kurudi wapi? Kijijini kwao. Kwa kilichofanyika pale sasa, huyu jamaa ikabidi aende nchi jirani, nchi ya Nodi. Huko nchi ya Nodi akajitwalia mke huko. Haya, huyo mke aliyemooa kule naye ni mtoto wa Adamu? Jibu ni hapana, sio mtoto wa Adamu. Huyu aliyemooa huko nchi ya Nodi. Na Biblia ikisema nchi ni ulimwengu wa watu wanaomjua Mungu. Biblia ikisema mbingu ni Mungu mwenyewe. Mbingu ikisema mbingu ni Mungu mwenyewe. Haya, huyu Mungu atatuhudumia vipi sisi wakati sisi tuna mwili, yeye ni roho? Atatuhudumia vipi? Kwa ile roho ya Mungu sasa, ili Mungu atuhudumie waziwazi, ikaingia ndani ya Adamu, ikaingia ndani ya mchungaji wetu. Haleluya! Kwa maana mchungaji wetu sisi ndio Mungu mwenyewe kwa tafsiri ya Biblia, kwa sababu ile roho ya Mungu iko ndani yake, ili sisi tupate stahiki zetu, tupate maisha, tupate chakula chetu cha kimwili na cha kiroho kupitia mchungaji wetu. Haleluya! Kwa Mungu live wazi ameingia kwa mchungaji. Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Biblia inasema hivi, na alifanyika mwili nikakaa kwenu. Ndio ile roho, ndio lile neno kwenye Yohana 1:1. Mungu akalituma neno kwenye tumbo la nani? La Mariamu, akazaliwa Yesu. Kwa yule Yesu sasa, ile neno lile, maana Yesu hivi yupo, si aliondoka, ameenda kutuandalia makao. Kwa ile roho yake ikaingia ndani ya mchungaji wetu, na ndio maana anasema nikafanyika mwili nikakaa kwenu. Maana ile roho haiwezi kutuhudumia sisi tukaielewa. Kwa inatuhudu, ili tupate huduma yake ni lazima iingie kwenye mwili, ifanye kazi na sisi. Na ndivyo hivyo Shetani ili afanye kazi na wewe lazima muingie mtu unayempenda. Anza kaingia kwa mtoto wako, anaweza kaingia kwa mume wako, anaweza kaingia kwa mtoto. Anatafuta upenyo sana. Aliingiaje kwa Adamu? Kwa Adamu haikuwa rahisi, maana Mungu alianza kumuumba Adamu kwanza, Eva amemuumba baadaye sana. Na ndio maana Biblia inasema aliyepewa sharti la kutokula lile tunda sio mwanamke, ni mwanaume. Ndio ameambiwa usile, ukila hakika utafanya nini? Utakufa. Mungu anamwambia Adamu. Umeona eh? Kwa yule joka alimdanganya Adamu mara nyingi tu, lakini hakupata nafasi. Alivyomuumbia tu mwanamke huyu, maana mwanaume amepewa sheria ya kumtunza huyu mwanamke. Amesema umtunze, umpende mke wako. Huyu
upendo alioamuliwa na Mungu kumpenda mke wake ndio umeingiza ulimwengu chakani, umeingiza mbingu na nchi chakani. Upendo. Mwanamke amepeleka tunda kwa Adamu. Adamu akashtuka, Mungu si amekataza hiki? Sura yule mwanamke aliwekawekaje sura kwa mume wake? Mume wake huruma ikamuingia, akamtazama mke wake, akawaza moyoni kwamba Mungu amesema nimpende mke wangu, kwa nikikataa hiki anachoniletea nitakuwa sina upendo kwa mke wangu. Kwa nikifanya hii, kwa mimi nitapokea kwa sababu nimepewa jukumu la kumtunza na kumpenda mke wangu. Akala tunda. Yeye akifikiri ni jambo dogo tu, kwa sababu lile tunda lilikuwa tunda gani? Watu wanauliza tunda gani? Ni tunda tu, tunda kama matunda mengine. Huenda ilikuwa miembe 7 imekaa eneo moja, miembe tu, yote miembe. Kwa Mungu anataka angalie usikivu wa huyu mwanadamu aliyemuumba yeye mwenyewe. Huyu mwanadamu ni mnyenyekevu, ni msikivu, ni msikivu. Ngoja nijaribishe kupima akili yake kama ananiheshimu mimi Mungu niliyemuumba kwa gharama sana. Akasema mwaweza kula miti yote, matunda ya miti yote, kasoro huu msiguse. Miti sawa tu, mimi sawa tu. Sawa na wewe mama unampima mwanao ndani ya nyumba, unasema mwanangu, na kuomba mwanangu, hivi vyote tumia hivi jikoni huko, tumia vyote hivi, ila chungu hiki mwanangu, hiki kwa ajili ya kumpikia tu baba yako, usije ukathubutu kukigusa au kufungua ili kabati, usifungue kabisa. Ni mama unampa maagizo mtoto wako na uko serious. Huenda ukaweka na sheria kwamba siku utakapofanya hivyo mwanangu nitakukata mkono wako, au itakuwa mwisho wa maisha yako. Lakini mtoto anaanza kuwa na mashaka, mbona viungu vyote vinafanana? Kwa nini hiki cha kabatini mama amekataza? Mtoto wako atachukua kile chungu, atakitumia. Bahati mbaya ndio umefika bado hajamalizia kukitumia kile chungu. Niambie moyo wako mama utakuwaje? Moyo wako utakata tamaa, moyo wako utaumia kwa huyu mtoto, kwamba ina maana mtoto usio msikivu, ina maana vitu vyangu nitakiwa nifiche zaidi ndani ya nyumba yako, na mtoto umemzaa mwenyewe anakuja kuvunja sheria uliyomwekea kwamba hii usithubutu mwanangu, anakuja kufanya. Kwa ule moyo wa hofu unaoingia kwa mtoto wako ndio huo moyo wa hofu uliingia kwa Mungu kwa mtoto wake ambao ndio mimi na wewe, kwamba msifanye hiki lakini tukafanya hivyo hivyo. Mungu akasema kama ameshindwa kuniheshimu kwa hiki kidogo, kwa ile hofu ya Mungu akarudi nyuma, amejisikia vibaya. Maana Biblia inasema huyu Mungu akajuta kumuumba mwanadamu. Mpaka anasema amejuta kumuumba mwanadamu. Kuna watoto ndani ya nyumba, hatusemi tu, yani kuna gutoto ambako huonyeshi vitu vyako unapoweka vya thamani. Kuna watu namwambia, kuna mtoto namwamini tu, wawili au mmoja, unasema mwanangu, chochote kinachohitajika kwenye familia humu, wewe tu, nakwambia wewe tu, uwe unachukua hapa, unakitoa kitumike. Ndivyo tunavyofanya. Ina maana wale wanajisikiaje? Kwa nini iwe hivyo? Ina maana wale walishindwa kuruka mitego yako, walinasa kwenye mitego yako, tayari wakaondoka au wakapungua kwenye moyo wako. Kinachobakia ni kwamba tunaendelea kuwatunza kwa sababu tumewazaa wenyewe, lakini Mungu hajatuacha, bado anaendelea kutushikilia. Maana Biblia inasema kama angetuacha hivyo hivyo tukiwa uchi. Bado Mungu akatugharamia, akachukua ngozi ya mnyama, akatuvisha, akatustiri, maana ametumba kwa thamani sana. Unajua maana ya ile ngozi? Maana ya ile ngozi ni kwamba huyu mwanadamu ambaye mwanzo hakuwa na utashi, nikampulizia pumzi ya uzima puani mwake akawa na utashi. Sasa amerudi kule kwenye kutokuwa na utashi kule. Kwa amerudi kule ambako anafanana na mnyama. Kwa akamvisha ngozi, maana tukarudi sawa na mnyama tena. Haleluya. Wakati mwanadamu yule ametenda dhambi ndani ya bustani ya Edeni, Mungu alishuka akasema, Adamu umefanya nini? Akasema ni mwanamke, na akalaumu ni mwanamke. Ila mwanamke huyu jamani, niwaambie tu ukweli wanawake, niwaambie tu ukweli. Nyinyi wanawake tena mpone katika jina la Yesu. Niwaambie ukweli. Unajua kanisa kwanza ni wanawake. Na Biblia inasema tu wapate wapi wanawake wanaojua kuomboleza. Wanawake, hakuna mwanadamu hakugusa kwenye mgongo wa mama, hayupo.
Lakini kwa nini mwanamke haujitambui? Mwanamke, simama kwenye nafasi yako. Mwanamke anayejitambua akisimama kwenye nafasi yake, hakuna mtu anaweza karuka hapo. Hayupo. Mtoto wako uliyemzaa mwenyewe akitoka kufanya vya ovyo, akishaingia ndani kwako, kwa sababu wewe ni mama unayejitambua, utasema mwanangu umetoka kuiba. Lakini hajasema wala haonyeshi dalili, ila kuna connection baina ya mama na mtoto, utajua tu. Lakini wa mama mmetoka kwenye uhalisia wenu. Inafika mahali tunaishi maisha ya mateso, wanaume ndani ya nyumba tunaishi maisha ya mateso, kwa sababu tulipewa jukumu tuwalinde, tuwapende. Hebu nikuulize swali mwanamke, leo nikiwahi kurudi nyumbani kwa mke wangu, unasema leo hujapitia kwa wapenzi wako? Ndile na nepuri ya mwishogo ngangalepo nunkasi kwangu, mfikire nyumba ikwande kutenga kendera mfigane vyangu. Kwa nini usishukuru kwamba mume wangu leo umenijali na leo umekuja kwangu? Yupo mama mmoja alitolewa out na mume wake, walikula bata siku ya kwanza, siku ya pili, huko watoto wamewachia budget nyumbani. Waliporudi nyumbani, yule mwanamke akasema siku ya kesho yake, akasema mume wangu, wewe hakika ndiye Mungu aliniumbia wewe ndio mume wangu mimi. Yaani mume wangu kwa muonekano wangu mimi mke wako, kwa hivi mimi mke wako nilivyo, unarudi kwangu. Nimeona wanawake wa ajabu huko, wazuri huko, wakupendeza huko, lakini unarudi nyumbani ukichelewa kidogo. Nilikuwa najisikia vibaya. Kumbe unaporudi kwangu nimegundua unanipenda kwa dhati. Sikustahili wewe urudi kwangu, sikustahili. Akajifunza kwamba kumbe huku wapo waliomzidi yeye. Akajifunza, kaanza kumheshimu mume wake tangu hapa. Akasema mume wangu, hata usiporudi sitajisikia vibaya, na kuamini kuanzia sasa. Kiwahi kurudi nyumbani, anasema leo hujapitia kwa wapenzi wako. Ukichelewa kurudi nyumbani, ulikuwa kwa wapenzi wako. Huyo mwanamke ukimtoa out, ukimpeleka huko, anakuambia ndiko nakokujaga na wapenzi wako huku. Sasa tunafanya kipi? Tuliambiwa tuishi nao kwa akili, mchungaji. Tuishi nao kwa akili. Abinetu aba mwisho hatua 3 kufocus. Ukinogonelea hapa. Wewe laki 2 nilizozipata hizi, tusukume wiki 2, zitusukume kamwezi haka, zitakuja budget hapa. Hana shida na wiki ya 3. Ana shida na leo. Umungu ngetu pesa mviaro, tulikuwa wote shambani, tunarudi nyumbani. Sina kitu. Kuta baba nondo. Yesu kalije maliki. Baba nondo. We mama, katangu kulile ndiye hela nganacho. Hata daftari mnaonanga usijamnunulia. Sukari 1400. Daftari la 600, la 700 nimeshinda kununua 1400. Sio mbaya. Mifumo ambayo Mungu ameiweka ili huyu mwanadamu aendelee kupapasa anapomtafuta Mungu. Na ndio maana kwenye ile safina ya Nuhu, Mungu akasema iwe na ngazi 3. Maana ya zile ngazi, maana ya kwanza, ile ngazi ya chini akasema ingiza wanyama. Tafsiri ya kinabii, wanyama ni mtu asiyekuwa na neno. Ngazi ya katikati ile, ingiza watu. Tafsiri ni watu wanaomjua Mungu. Ngazi ya juu, ingiza ndege. Tafsiri ya ndege ni roho. Sasa hizi roho sasa, na hawa wanyama sasa. Je, hawa wanyama kwa nini tena akasema ingiza 7 wasafi, ingiza 2 wachafu? Kwa nini? Lengo la Mungu mwanadamu huyu aendelee kumtafuta Mungu kwa imani. Tuendelee kupapasa. Unapomtafuta Mungu, Mungu anakuchagua. Mungu anakuamini kwamba huyu hakika ni mwanangu. Leo hii
tumefunga shughuli zetu mapema. Huenda wengine wanafunga saa 1. Tumefunga mapema kwa ajili ya Mungu. Tayari unatuonyesha kwamba Mungu unayemtumikia ni Mungu anayestahili kuabudiwa. Haleluya. Haleluya. Ni Mungu anayestahili kuabudiwa. Umemheshimu Mungu sana. Sana. Sadaka uliyoitoa kuhudhuria ibada ni sadaka kubwa sana. Haleluya. Ni sadaka kubwa sana. Sadaka kubwa sana. Wakati Mungu ameshuka kwenye bustani ya Edeni, akasema Adamu umefanya nini? Akasema ni mwanamke. Akaenda kwa mwanamke, mwanamke umefanya nini? Akasema ni nyoka. Ni nyoka. Ni nyoka Mungu. Akaenda kwa nyoka. Kwa nyoka ndio akuzungumza chochote kingine cha kumuuliza maswali. Alizungumza neno moja kwa moja. Akasema wewe nyoka, kuanzia sasa utatembea kwa tumbo na chakula chako kitakuwa mavumbi. Si ndivyo alivyosema? Mavumbi ni nini? Nyoka hali mavumbi haya, wala sio mavumbi haya ambayo Mungu alikuwa anazungumza. Mavumbi ni mtu aliyelikataa neno. Maana Biblia inasema tunapotoka kwenye mavumbi, Mungu akatupulizia pumzi ya uzima, tukawa nafsi hai, tukawa viumbe hai. Kwa unapolikataa neno tena, maana yake umetoa ile pumzi ndani yako, umerudi kwa mavumbi. Haleluya. Ndio wewe sasa, kama hujaliwa leo, basi ni chakula chake cha akiba. Chakula chake cha akiba. Kwa angalia sana hili. Mungu tunayemtumikia sio Mungu wa mchezo. Ni Mungu hakika. Ni Mungu hakika. Na mama baba kaangalia kutupope kiara nunu. Na ni kweli kwa Mungu ni kuzuri, kwa sababu hata mionekano yetu tuko smart, tuko safi. Hatuwezi kufanana nao. Ona kikao chetu, tumekaa vizuri, tunapendeza, tumeng'aa. Lakini vikao vya wenzetu wengine hawana meno. Wengine midomoni kwao tafikiri jikoni kwa mchoma chips. Peusi midomoni. Sasa tunafanana nao vipi? Unakuta wamevaa suruali zimenyofoka kwenye. Amenunua hivyo sio mbovu. Hivyo amenunua. Tunafananaje nao? Sisi tuna heri. Sisi tuna neema ya Kristo. Na ndio maana Biblia inasema tunaokolewa kwa neema. Haleluya. Kwa nini anasema tunaokolewa kwa neema? Ni kwa neema, kwa sababu Biblia inasema ulimwengu, yani Mungu wa ulimwengu huu ni nani? Ni shetani. Ni shetani. Kwa uchomoke kwenye mikono ya Mungu wa ulimwengu, ufuate Mungu ambaye hauna uhakika naye. Kumbe nitakiwa useme Mungu, wewe ndiye uliyeumba barabara pana na barabara nyembamba. Wewe ndiye uliyeumba hiki na hiki. Wewe ndiye uliyemuumba jirani huyu na yupo mama mmoja jirani Mbalizi hapa. Yupo mama mmoja ambavyo shetani anatupepeta jamani nyie. Kupitia wakina mama dunia imeisha. Dunia imeingia kwenye kichaka. Samsoni na ubabe wake wote ule. Kasauti ka Delila sidhani kama na kilo 35 zilifika. Sidhani. Jamaa lina nguvu likubwa, sio na kilo 300, sio 250. Likubwa, lakini kale kamdada kale muingiza chakani. Kale kama mwanamke Hawa ukiangalia hata kwenye taswira tu ya picha, Adamu ana mwili mkubwa, Hawa kakiegama kanaishia huko. Lakini kalimshinda jamaa na ubangusa wake na ukubwa wake. Kalimshinda majukumu. Haleluya. Huyo mwanamke Mbalizi hapa sipasemi, utakuwa unamfahamu au unapafahamu. Huyo mwanamke siku moja amelala Songwe viwandani kwenye mambo ya starehe. Wao wanasema starehe, japokuwa analala mitaroni wakitoka huko. Ni starehe tu. Ametoka huko, mume wake amefika mwisho, amechoka sasa. Ameamua kuivunja ndoa yake. Bahati nzuri aliita baadhi ya wajumbe, alita wajumbe wawili wa ile eneo, mwenyekiti na akuepo. Wajumbe wawili tu walienda pale. Awewe mashahidi jamaa anavyoachanisha, ndoa inapoisha. Walipofika pale, mwanaume amefikia mwisho kabisa na wana watoto wawili. Mwanamke yuko tayari ndoa iishe, mwanaume yuko tayari ndoa iishe. Alilala jana Songwe. Sasa inapofika mwisho wanamaliza, miongoni mwa wale wajumbe mmoja anamjua Mungu, akasema tumwombe Mungu tunapomaliza. Tumemaliza hii, tumwombe Mungu sasa ili tutawanyike. Kaomba Mungu, kaingiza na neno la kusema hii roho, maana hawa watoto Mungu umewaumba kupitia wazazi wawili hawa, ili viumbe vyako viendelee kuishi. Sasa wawili hao wanaachana, tayari watoto wanaingia shidani. Tazama Mungu, kama wewe umeruhusu, basi liwe hivyo. Alivyofanya sema tu amen,
pepo likalipuka kwa yule mama, kwamba kumbe yule mama hakuwa yeye. Kila kilichokuwa kinafanyika nafsi yake imeibiwa. Nani anajua? Rohoni hatuingiagi, si tunashinda mwilini tu. Nimesema tuna pande mbili, tuna upande wa rohoni, tuna upande kote kwetu. Je, tunashinda sana upande upi? Wa mwilini au wa rohoni? Jamani, na rohoni ni kwetu, maana rohoni huko ndiko kwenye connection baina yetu sisi na Mungu. Haleluya. Maana Biblia inasema sisi ni watakatifu. Sisi ni watakatifu, sio? Nani anasema mimi sio mtakatifu? Anasema mimi mtakatifu, anyoshe mkono. Anasema mimi ni mtakatifu, anyoshe mkono. Anasema mimi ni mtakatifu, anyoshe mkono juu. Anasema mimi mtakatifu, anyoshe mkono juu. Haleluya. Anasema mimi mtakatifu, anyoshe mkono juu. Kakae pale baba. Anasema mimi mtakatifu, anyoshe mkono juu. Kwa nini mmekataa? Halo. Kwa nini mmekataa? Biblia inasema kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 12. Biblia inasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Anasema hao wazishikao amri za Mungu na imani ya nani? Ya Yesu Kristo. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Ni wapi? Si ni hapa. Nimesema tunaomwamini Mungu tunyoshe mikono. Tumenyosha wote. Watakatifu wako wapi? Hamunyoshi mikono. Jamani, kwa Kiswahili ndivyo hivyo, sisi ni watakatifu. Sawa, Biblia imeweka makundi mawili ya Kiingereza, au Kiingereza kimeweka makundi mawili. Huyu ambaye kwa Kiswahili, huyo mtu ambaye kwa Kiswahili anaitwa mtakatifu, huyu mtu kwa Kiingereza inasema wanadamu mtakatifu hayupo. Ndio maana hamjanyosha mikono. Kwa yule ambaye hajanyosha mikono, naweza nikasema yuko sahihi. Yuko sahihi kabisa. Mwanadamu mtakatifu hayupo. Yoyote mwanadamu ni mbegu iliyopandwa kwenye udongo mzuri, lakini pana miiba. Akitaka kuinuka, mwiba amemrusha chini, mtoto wa hospitalini. Akitaka kuinuka, msiba, amepigiwa simu, dada yako amefariki. Akitaka kuinuka, huwezi kushinda hayo. Kwa tumepandwa kwenye udongo mzuri, lakini tumekandamizwa na shughuli za nini? Za dunia. Biblia ya Kiingereza, mwanadamu huyo ambaye anaitwa mtakatifu kwa Kiswahili, ya Kiingereza inamuita hivi saint. Saint ni mtu aliyekombolewa kwa neema, ila yuko ndani ya Kristo, anampenda Kristo kweli kweli, kwa anaitwa saint. Huyu mtakatifu kwa Kiingereza anaitwa holy. Holy ni mtu ambaye hajawahi kutenda dhambi, hatendagi dhambi, hata kuja kutenda dhambi. Yaani hajawahi kukosea, hata kuja kukosea hakoseagi. Ndio maana ya neno takatifu. Kwa mwanadamu, kwa sababu ya shida tulizo nazo, kwa sababu ya mateso tulio nayo, lakini Mungu mwenyewe amesema pamoja na udhaifu wetu huo anatutia moyo. Kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 8 anasema hivi, najua muna nguvu kidogo, lakini muna heri kwa sababu mnasoma neno langu na kulishika. Tuna nguvu kidogo. Yesu mwenyewe akasema sisi ni mti mkavu. Maana yake nini? Hatujaufikia utakatifu, lakini anasema utakatifu tulio nao hautoshi na utukufu tulio nao hautoshi. Ndio maana anasema inabidi tukue utukufu hadi utukufu. Haleluya, haleluya. Kwa tuendelee kumtafuta Mungu. Nilikuwa nasoma mabango humu ndani, haya maandishi yote ni maandishi ya ushindi. Yaani ukifika humu nakutana na injili kwanza. Unaweza ukasoma ukakuta umeondoka umeshiba, unabubujika kwa neno njiani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno ndio msingi wa maisha ya Mkristo. Neno ndio macho
au ndio taa au ndio mwanga wa maisha yako. Maana Biblia inasema kama ambavyo neno la Mungu ni taa ya maisha yetu, vivyo hivyo hata macho yetu ni taa ya mwili wetu. Anasema kama jicho likipofuka, mwili huingia wapi? Gizani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumalize jamani, natamani vingi vingi vya kusema vingi vya kusema. Tuwawaishe mkaonda wake na baba nyumbani. Wasije wakawanyima kesho ofa. Maana wengine mmepewa ofa. Ila usichelewe. Ukichelewa kesho nitakuzuia kiasi pia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Hezroni Anyitike Mwakatoga. Nina watoto 5. Wote mtawaona hapa Jumapili Mungu akipenda. Wote mtawaona hapa. Wote watakuja hapa. Nina mama yao na atakuja hapa. Na dada yangu mmoja wa 9 kunifuata. Atakuja naye hapa. Anaishi Dar es Salaam, amekuja. Mamangu yuko Usangu Igurusi pale kama nilivyosema. Mtoto wa dadangu huyu amejifungua. Kwa hiyo amekuja hapa kwa ajili ya hiyo. Kwa hiyo amesema kaka, natamani nije nikusalimie huko. Kwa hiyo nafikiri nitahudhuria na ibada. Kwa hiyo atakuja hapa siku nafikiri Jumamosi au atakuja Jumamosi, maana Jumapili wanaenda Sai kwenye huduma. Mamangu anaenda amealikwa kule. Wanaenda kwenye huduma kule, atakuwepo hapa. Mungu awabariki sana. Nani ana neno lingine la kusema? Nani anatamani aongeze kitu, aulize swali lolote? Nani? Maana leo tulikuwa tunasalimiana. Nani ana swali? Hamna mwenye swali? Uliza. Mpe maiki jamani, mpe maiki. Kwanza kupe maiki. Maana kuna sauti na rekodi hapa. Kuna sauti na rekodi hapa. Mpe maiki. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi tunapoendelea na somo hili hapa, tumishi umeuliza kwamba ni nani ambaye alikuwa wa kwanza kuumbwa. Tumishi pale akasema Adamu. Lakini baadaye akasema kwamba Adamu alizaa watoto wawili, Habili na Kaini. Amen. Lakini Kaini alipomuua Habili akawa ameondoka akaenda eneo lingine, lakini alikoelekea huko akaoa. Amen. Kwamba yule aliyemuoa Kaini aliyemuoa, je, alikuwa ni mtoto wa nani? Kwa hiyo hapo ndipo penye ambapo sijaelewa kwamba sasa huyu alitokea wapi ambaye Kaini alimuoa, wakati mimi ninachojua kwamba Adamu alikuwa mtu wa kwanza kuumbwa, lakini kumbe kwamba alikuwepo mtu mwingine kabla ya Adamu. Kwa mimi sijaelewa mahali hapo. Hata wewe ulikuwepo mama. Kaa kwanza na kujibu sasa hilo sasa. Anasema kule alikooa kule. Unajua maana Biblia inasema wakati Mungu amemuumbia Eva huyu Adamu, Mungu akawabariki wakapata mtoto wa kwanza aliitwa Kaini. Baadaye Mungu akawabariki tena mtoto wa pili akaitwa Habili. Huyu Kaini amemuua ndugu yake, wamebaki 3. Kaini amegoma kurudi kijijini kwao, anaogopa kuuawa na watu. Lakini Mungu amesema nitakuweka alama kwenye paji la uso wako, ili yoyote atakayejitokeza akuzuru wewe hapo kijijini kwenu, nitampa adhabu mara 7. Kumbuka nimesema Mungu akamwambia kwa kosa ulilolifanya utakuwa kutangatanga duniani kote. Kumbe bado hatujasoma somo hilo. Duniani kote, duniani wapi? Bado alipogoma kurudi kijijini kwao, Mungu akasema utakuwa kutangatanga duniani kote. Baadaye akasema hapana, naogopa maana nikirudi kule, maana Mungu akasema nitakuweka alama kwenye paji la uso wako, ili mtu sio baba na mama, mtu yoyote atakayejitokeza akudhuru wewe, nitampa adhabu mara 7. Bado aligoma kurudi kwao. Kwa huyo mtu ikabidi atoke pale aende nchi ya Nodi. Nchi ni nini? Nimesema nchi ni ulimwengu wa watu wanaomjua Mungu. Nchi ni wewe uliyekaa hapa. Na mbingu ni nani? Maana Biblia inasema mbingu na nchi zikapita. Kumbe mbingu na nchi zitapita. Hii miaka tuko hapa, tuko na miaka 50 ijayo, mchungaji wetu hayupo, wewe haupo. Tayari mbingu na nchi za mahali hapa zitakuwa zimepita. Na Biblia ikisema Mungu aliziumba mbingu na nchi, inazungumza mbingu si nyingi. Maana inazungumza wingi, sawa? Mungu aliziumba mbingu na nchi.
Leo tunaabudu hapa. Hakuna wengine wanamwabudu Mungu huko. Zile ni mbingu na nchi zingine. Na hapa sisi ni mbingu na nchi. Tumesema mbingu ni Mungu kwa sababu Mungu ni roho. Kwa yule Mungu ameingia ndani ya mwili, amefanyika mwili kwa mchungaji wetu. Na ndio maana Biblia inasema uruhusiwi hata kumnyoshia kidole mchungaji wako. Maana ukimnyoshia kidole, Mungu anaona unamnyoshia wewe, yeye unalaaniwa. Umeelewa? Kwa wewe inabidi ushituke. Kwa nini anasema tusiwanyoshie vidole watumishi wa Mungu? Kumbe Mungu yuko ndani yao. Kwa ukinyosha kidole kwa mchungaji au kwa mama mchungaji, umenyoshia Mungu moja kwa moja. Maana kuna kalana kwenye maisha yako. Mchungaji hata angekosea, hukumu yake na Mungu mwenyewe. Kwa nini Mungu alimchagua yeye? Kwa hukumu ya mchungaji ina Mungu mwenyewe, sisi haituhusu. Haleluya. Sasa kule nchi ya Nodi, nataka turudi nyuma kidogo. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kitabu cha Ufunuo sura 21 mstari wa 1. Biblia inasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Narudia. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Kwa maana mbingu za kwanza, sio ya kwanza, na nchi ya kwanza vimekwisha kupita. Mchungaji, kanisa letu hapa ni mbingu ya ngapi? Hauelewi? Ni mbingu ya 7. Mbingu ya kwanza alikuwa ni Adamu. Kizazi kile kikapita. Alipita na mifumo yake ambayo Mungu ameweka ndani yake aishi nayo. Ikapita. Mungu akatengeneza mbingu mpya na nchi mpya. Lakini kwa Adamu hakukuwa mbingu mpya na nchi mpya, ila kulikuwa ni mbingu na nchi. Mbingu na nchi zikapita za kwa Adamu. Ikaanza mbingu mpya na nchi mpya kwa Nuhu. Mbingu mpya na nchi mpya kwa Nuhu zikapita. Zikaingia za nani? Za Ibrahimu. Naye akaishi na mifumo yake ambayo Mungu ameweka ndani yake. Zikapita. Zikahamia kwa Musa. Naye Musa alikuwa ni mjenzi wa mbingu mpya na nchi mpya. Zikapita. Zikaingia kwa nani? Kwa Yoshua. Yoshua ni mchungaji wa 5 wa ahadi. Kwa Yoshua naye ndio alikuwa mjenzi wa mbingu mpya na nchi mpya. Nikisema anayejenga mbingu na nchi ni Mungu. Lakini Mungu ni roho. Kwa sababu ni roho, ameingia kwa wachungaji ili kazi yake ifanye kazi. Ili mbingu na nchi zije. Maana anasema uilime na kuitunza. Hiyo bustani ya Edeni. Hiyo mbingu yangu uilime na kuitunza. Ameambiwa mchungaji. Anailimaje na kuitunza? Ufunuo sura ya 2 mstari wa 27. Anasema naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, kama vyombo vya mfinyanzi vipondwavyo, kama mimi nami nilivyopokea kutoka kwa baba yangu. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma. Kwa nini fimbo ya chuma? Mwanzo tumesoma Mwanzo 1:27. Anasema Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba kule nyuma. Alafu hapa tena wakati amewaumba hao watu wawili, aliyekuwa anachunga wale watu, shetani akaingia akatuharibu. Kwa katuharibuje? Shetani akaanza kututengeneza tena kwa sura yake na kwa mfano wake, tukawa wa shetani. Mungu ameleta ukombozi sasa pale, ukovu pale. Kwa kina nani? Kaleta kwa Nuhu. Kwa Nuhu pakapita, pakaharibika tena. Maana wakati Mungu ameumba Nuhu akajua hiki kizazi kitakuwa kizuri kulingana na kwamba kimeshuhudia ghadhabu yangu kule. Kila atakayezaliwa hapa, kila atakayetengenezwa hapa atakuwa mtu bora sana. Lakini ikawa sivyo hivyo. Kwa leo ile fimbo ya chuma, wakati kule shetani ametupeleka kwenye sura yake, Biblia inasema Mungu amempa mchungaji wetu fimbo ya chuma. Kwa nini fimbo ya chuma? Kwa nini isingekuwa fimbo ya mwanzi ya chuma? Maana fimbo ya chuma haivunjiki. Kazi ya fimbo ya chuma, maana yake huyu mchungaji amepewa kazi. Hebu mtazame mchungaji wakati amevaa kikaptura sasa. Ameshika ile fimbo ya chuma na vitu vifaa vingine, yupo kukuchonga wewe kupitia neno la Mungu. Anakuchonga, baadaye unazidi kufanana, unakuja tena kwenye sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Kwa uumbaji wa Mungu, kuturudisha patakatifu pa Mungu ni kazi ya wachungaji. Ni kazi ya Mungu, anakuja kuturudisha kwa sura ya wachungaji wetu. Ndio maana leo ni wasikivu, ni wazuri, tukipita huko tuna hekima. Ni kazi ya mchungaji. Sifa na utukufu tunazirudisha kwa Mungu wa mchungaji. Kwa mama fulani tangu ameanza kumcha Mungu pale, ama yuko vizuri, ni kwa sababu ya Mungu uliyempata hapa. Na kadri unavyozidi kuchongwa unazidi kuwa mzuri, unazidi kupanda hatua by hatua. Haleluya. Kwa mchungaji wetu ni kwa nini nasema ni wa 7?
Nimeishia kwa Yoshua ni watano. Pa Yoshua pakapita. Pakaingia kwa nani? Kwa Yesu. Ujio wa kwanza wa Yesu. No, wa Yohana Mbatizaji. Ni mchungaji wangapi? Wa 6. Yohana Mbatizaji wa 6. Maana ndio kaanza. Yupo ajaye, yupo atakayekuja, yeye anabatiza tu kwa maji. Yupo atakayekuja, yeye atabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Ila yeye Yohana Mbatizaji anabatiza kwa maji. Ndio maana mifumo ile ya Yohana Mbatizaji ndio anayoishi nayo mchungaji wetu wa sasa. Kwa Yohana yule alipita, yeye alikuwa anatangaza ujio wa kwanza wa Yesu, lakini mchungaji wetu sasa ni Yohana mpya anayetangaza ujio wa pili wa Yesu. Kanuni zile za Yohana Mbatizaji ndizo anazoishi nazo. Maana kazi ya Yohana ilishia njiani. Tutajifunza kesho. Tutakumbushana kesho. Yohana Mbatizaji kosa alifanyia wapi? Maana sisi tunaishia tukisema Yohana akakamatwa akapeleka gerezani akakatwa kichwa. Kuna kosa lililosababisha aingie kule. Kosa sio lile tu mnalolifahamu nyinyi. Kwa nyinyi mnasema akaingia mamlaka ya kifalme, wakakamata akaweka ndani wakamkata kichwa. Kuna sehemu lilianzia. Hii mamlaka ninayoizungumza, fimbo ya chuma aliyoweka kwao. Mungu amewaamini, amewachagua, ameweka kwao. Kwa mchungaji amepewa fimbo ya chuma. Turudi nyuma kidogo. Inasema yeye ashindaye, mchungaji wako. Yaani anateuliwa mtu ashindaye, aliyeweza kuushinda ulimwengu. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 26 na 27. Inasema yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. 27 anasema naye atawachunga kwa fimbo ya chuma kama vyombo vya mfinyanzi vipondavyo, kama mimi nami nilivyopokea kutoka kwa Baba yangu. Haleluya. Kwa pale sasa mchungaji wetu sasa, huyu mchungaji Yohana sasa shaishia wa 6, wa 7 akawa ni Yesu mwenyewe. Amekuja kuzaliwa kwenye tumbo la Mariamu. Yesu amezaliwa, baadaye mamlaka ikawa mabegani mwake. Tumeishi naye tukamuua. Tulivyomuua, mwanadamu bado anatakiwa kombolewe. Kwa Mungu amemteua mchungaji wetu sasa achukue nafasi ile tena ya Yohana. Maana Yesu tulivyomuua akafufuka siku ngapi? Ya 3. Akaja kwa mchungaji wetu akasema nawapa kazi sasa. Kamteua mchungaji wetu hapa na kupa kazi. Waendelee kunisubiri. Kwa mimi nitakuwa ndani yako, hawa watoto waendelee kunisubiri. Kwa mchungaji anasema tumsubiri yupo atakayekuja, tumsubiri yupo atakayekuja. Kwa ipo siku atakuja, atatubeba kama tulivyo, pamoja na yeye mwenyewe tutajikabidhi kwake siku atakapokuja. Haleluya. Kwa mchungaji wetu ni mchungaji wa 7 au ni Yohana mpya. Umeelewa? Kwenye mpangilio wa Mungu tangu misingi ya ulimwengu mpaka sasa, mchungaji wetu ni mchungaji au ni Yohana mpya. Ni mchungaji wa 7 tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Sala ya Bwana mnaizungumzaga hapa? Okay. Sala ya Bwana ile, ukiitaja ile sala ya Bwana, ukizungumza kuanzia ile Baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe, ukizungumza ile sala unakuwa umesoma Mwanzo mpaka Ufunuo. Kwa ile ni unabii na utimilifu. Kwa wachungaji wetu ni wachungaji wa unabii na utimilifu. Nikisema unabii manake walishuhudia vya Adamu, walishuhudia vya Nuhu, wakashuhudia vya Ibrahimu, wakashuhudia vya nani vya Musa, wakashuhudia vya Yoshua, wakashuhudia vya Yohana Mbatizaji, wakashuhudia vya Yesu, wakarudi tena kwa Yohana Mbatizaji. Kwa Yesu anapofufuka aliwaacha wachungaji wetu sasa ili waendelee kutaja jina la Yesu. Haleluya. Mungu awabariki sasa. Nimeelewa kama? Tutaelekeza na vizuri kesho. Haleluya. Maana ndio tunaanza leo tuko tunasalimiana jamani. Tuna vitu vingi vya kusema. Mimi sipitagi mbele na Biblia ninayo. Nimeshika vifungu. Hivyo vifungu kuvishika sitendagi dhambi kwa sababu nikitaka kutenda dhambi kuna kifungu kinakuja, kinaniambia usoni. Yaani kinaandikwa usoni. Kwa kosa ili ukilifanya neno la Mungu linasema hivi. Lakini dhambi tunazifanya kwa kutosoma neno. Lile pale pameandikwaje? Kusoma neno sana na kumsifu Mungu sana. Na ndio vitu viwili ambavyo aliye mkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wake ana masharti hayo mawili. La kwanza kumpenda Mungu, la pili kulipenda neno. Kwa Mungu na neno ni vitu viwili tofauti. Ila neno lile ni la Mungu. Kwa Mungu ndiye anayezungumza afu watu wanafunguliwa, watu wanapona, watu wanakombolewa. Haleluya. Kuna mtu ana kitu kingine tofauti na hii. Maana lazima iishe. Na nikitoka hapa mimi napandisha tena mjini. Ndarudi saa 5 saa 6.
Kwa lazima kazi ya Mungu iende mbele. Mungu awabariki sana jamani. Mungu awabariki. Naomba kesho tuwai tuitane tuparane. Njoo na mwenzio basi. Njoo na mwenzio. Mwambie tuanza kumwandaa leo. Hata kama ni 2,000 boda boda mlipie ili aone upendo wako kwake. Lakini kupitia hicho nguvu ya Mungu itaingia ndani. Ili kanisa lazima tuvunje. Tuwatoe wote wa huko. Tutapiga hodi hata kubeba watu 2,000,000 hapa. Kama wewe utakuwa unajijua kazi yako ambayo Mungu amekuita uifanye hapa. Mungu awabariki. Mchungaji karibu. Bwana Yesu asifiwe.